Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Legal and Human Rights Center wametoa taarifa kuhusiana na maamuzi yaliyotolewa na Mahakama ya Haki na Watu ya Afrika kufuatia mapingamizi yaliyowekwa dhidi ya serikali ya Tanzania kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 pamoja na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, inasema kwamba uamuzi wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu wa kesi za uchaguzi na demokrasia nchini Tanzania. Tarehe 6 Machi jijini Arusha, Tanzania, Mahakama ya Haki za Binadamu na Watu imetoa uamuzi wa kesi za uchaguzi na demokrasia katika kikao cha 80 cha mahakama hiyo. Kesi hizo ni kama ifuatavyo. Kwanza, kesi yenye maombi namba 040/2020 ya Abdul Omar Nondo dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na kesi yenye maombi namba 043/2020 ya Deodath Valentine Ruimam na Paul Revocatus Kaunda dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pili, kesi yenye maombi namba 046/2020 ya Ado Shaibu na wenzake dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tatu, kesi ya maombi namba 041/2020 ya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC na Liberatus Mwang'ombe dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kesi yenye maombi namba 040 ya mwaka 2020 ya Abdul Omar Nondo dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na kesi namba 043 ya mwaka 2020 Deodath Valentine Ruimam na Paul Revocatus Kaunda dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mahakama ya Afrika imetoa uamuzi kwa ibara ya 74 kifungu kidogo cha 12 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na ibara ya 119 kifungu kidogo cha 13 ya Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 inakiuka ibara ya 3 kifungu kidogo cha pili na ibara ya 7 kifungu kidogo cha kwanza A ya Mkataba wa Afrika wa Haki za Binadamu na Watu kwa kuweka zuio kwa mahakama yoyote kuna mamlaka ya kuchunguza jambo lolote lililotendwa na tume za uchaguzi NEC pamoja na ZEC katika kutekeleza madaraka yake. Sambamba na uamuzi huo, mahakama imetoa amri zifuatazo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, kufanya marekebisho ya katiba kwa kufuta ibara ya 74 kifungu kidogo cha 12 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 pamoja na ibara ya 119 kifungu kidogo cha 13 ya Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Pili, kuchapisha hukumu ya mahakama kuhusu kesi hiyo ndani ya kipindi cha miezi mitatu kwa kuweka nakala ya Kiswahili na Kiingereza kwenye tovuti ya Mahakama ya Tanzania na Wizara ya Katiba na Sheria. Nakala hizo zipatikane kwenye tovuti hizo angalau kwa kipindi cha mwaka mmoja. Tatu, kutoa taarifa ya utekelezaji wa maamuzi hayo kwa Mahakama ya Afrika ndani ya miezi 12 na kuendelea kufanya hivyo kila baada ya miezi 6 hadi mahakama itakaporidhika na utekelezaji wa hukumu hiyo. Kesi yenye maombi namba 046/2020 ya Ado Shaibu na wenzake dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mahakama ya Afrika imetoa uamuzi kwa ibara ya 41 kifungu kidogo cha 7 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 kwa kuwa inakiuka ibara ya kwanza na ya 7 kifungu kidogo cha kwanza ya Mkataba wa Afrika wa Haki za Binadamu na Watu kwa kuweka kinga na zuio la mahakama yote kuna mamlaka ya kusikiliza shauri la pingamizi dhidi ya mgombea aliyetangazwa na tume ya uchaguzi kuwa mshindi wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, kufanya marekebisho ya katiba kwa kufuta ibara ya 41 kifungu kidogo cha 7 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 ndani ya mwaka mmoja. Pili, kuchapisha hukumu ya mahakama kuhusu kesi hiyo ndani ya kipindi cha miezi 6 kwa kuweka nakala ya Kiswahili na Kiingereza kwenye tovuti ya Mahakama ya Tanzania na Wizara ya Katiba na Sheria. Nakala hizo zipatikane kwenye tovuti hizo angalau kwa kipindi cha mwaka mmoja.